Ni jopo la majaji 6 wa mahakama ya kijeshi wakiongozwa na Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai. Luteni Katalai amenukuliwa akisema kwa kutumia kifungu cha 7 cha kanuni ya adhabu ya kijeshi, mahakama imeamua kutoa adhabu kali ambayo ni kifo. Pia Kabila alituhumiwa kushirikiana na kundi la waasi la M23 ambalo liliteka maeneo kadhaa ya mashariki mwa DRC mwanzoni mwa mwaka huu. Swali, je, Joseph Kabila aliingiaje katika uongozi na alifanya mambo gani? Joseph Kabila mwenye umri wa miaka 54 aliongoza DR Congo kwa miaka 18 kuanzia mwaka 2001 hadi 2019 baada ya kumrithi babake Laurent Kabila ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 2001. Kabila alimuunga mkono Tshisekedi katika uchaguzi wa mwaka 2019, lakini baadaye walitofautiana na Kabila akaenda uhamishoni mwaka 2023. Mwezi Aprili mwaka huu, rais huyo wa zamani alisema anataka kusaidia kutafuta suluhu ya mapigano katika eneo la mashariki mwa DRC na kuwasili katika mji wa Goma unaoshikiliwa na M23. Baada ya tukio hilo, Rais Tshisekedi alimshutumu Kabila kuwa anashirikiana na M23 na maseneta walimpokonya kinga yake ya kisheria na hivyo kuandaa njia kumfungulia mashtaka. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi kuhusu mahali alipo kwa sasa. Aidha, rais huyo wa zamani hakuwahi kuhudhuria kesi hiyo na hakuwa na wakili yoyote wa kumwakilisha tangu kesi hiyo ilipofunguliwa mahakamani Julai 25 mwaka huu. Joseph Kabila anaingia katika historia baada ya kuhukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini DRC. Kabila amehukumiwa kwa hatia ya makosa mbalimbali yakiwemo ya uhaini, uhalifu dhidi ya ubinadamu, unyanyasaji wa kingono, mauaji, mateso na uasi. Katika ardhi yenye majeraha ya kihistoria, hukumu hii ni kama sindano iliyochovya chumvi na kuchomwa kwenye kidonda. Lakini kwani makubaliano ya amani nchini Kongo yalikuwa yana maana gani? Makubaliano ya amani kati ya serikali za DRC na Rwanda yalisainiwa mwezi Juni mwaka huu huko mjini Washington nchini Marekani, huku tamko la kusitisha mapigano likisainiwa na M23 nchini Qatar Julai mwaka huu. Hata hivyo, wadau wa amani, diplomasia na wananchi wa Kongo wanasema bado hakuna utulivu nchini humo. Swali linalohitaji majibu ya haraka ni je, hukumu hiyo ya kifo kwa Joseph Kabila ni suluhu ya yote yanayoendelea nchini DR Congo? Jackson Mwanuzi, TBC.